بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa leo ni tarehe 14 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438, katika darsa ya risala min wasaya salaf lishabab لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia الوصية الثامنة، وصية manane katika nyasia alizozikusanya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. قال: ما رواه الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه الله فقال: يا معشر الشباب احترفوا، لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء، وذكر من يكره. أيوب السختياني رحمه الله تعالى atoa wasia wake kwa vijana na kuambia: ya ma'shar ash-shabab, enyi vijana, ihtarifu, Sheikh Abdul Razzaq katika kueleza sema an yakuna lish-shabab مع تحصيله للعلم حرفة يكتسب بها مالا ورزقا ينفق به على نفسه وفيما بعد على أهله وولده. احترفوا بمعنى kijana awe atatafuta pamoja na kutafuta ilmu kazi, kibarua, ahangaike kiasi ili apate chumo, apate mali na riziki ambayo atajisaidia nafsi yake na baadaye kusaidia watu wake wa nyumbani na watoto wake. Maana atafute kazi ya kufanya. Na ikiwa kumetokea kuwa ameshughulishwa kwa mfano na taalimu, kufundisha, ameshughulishwa na talab alilm, na akajitolea, yule anayejitolea bila ya kumwambia, kumsimamia katika hilo na kumwambia usijishughulishe na jambo la kidunia, sisi tutakusimamia, kaa fundisha watoto, la ba'sa bidhalika, maadamu hajamnyoshia mtu mkono. Akimpa alhamdulillah, asipompa asiulizie, Allah atampa njia. Sababu atatafuta njia ambayo atapata riziki yake, imma kuwa mwalimu katika madaris, la ba'sa bidhalika, au kufanya biashara yoyote ile itakayomsaidia, alhamdulillah. wa alla yakuna 'alatan 'ala al-akharin, la tahtajuna an ta'tu abwab haula, ili sifikie ukawa mhitaji kwa wengine, hatta la tahtaju au hatta la yahtaju idha kabura
أن يذهب إلى فلان أو إلى فلان لطلب المعاونة والمساعدة siwa kishakuwa mtu mzima sasa azunguka kwa fulani tunataka msaada twaomba la hiyo si sawa kama nilivyotaja ikiwa mtu mwenyewe amejitolea na kusimamia akakwambia kwa mfano fundisha ama tafuta ilmu na sisi tutakafal biidhnillah ta'ala katika upande wako wa dunia bila ya imtinan na ni mtu anayependa sunna kwa mfano falhamdulillah jazakallahu khairan kwa mtu mpata faragha ya kutafuta ilmu na kusomesha ama ikiwa mpaka uende ukanyoshe mikono na kumuomba huyu na kumuomba yule la bora mtu ajisumbue na akija akikuuliza mbona siku hizi huonekani unakuwa mtu wa dunia mueleze kuwa hii au hivi ndivyo inavyotakikana awe muislamu kwa mtu ajishughulishe na shughuli yake kifika wakati wa darasa atasomesha usi ule wakati ambao ilikuwa daula za Kiislamu zikisimamia maulama ili wakae chini wafundishe watu ni sehemu chache sana kama mamlaka kwa baadhi ya ulama serikali imetakafali ili wasimame na kuwafundisha vijana hadi neema daula ikisimama na maduati ni neema kubwa lakini sio kila mahali kwa mtu atafute kile ambacho kitamkimu kimaisha na huko aendelee kutafuta ilmu na kusomesha ingawa hawezi kuwa sawa na yule ambaye ametafarrak katika kutafuta ilmu lakini kile ambacho kipatikani kamili basi kisiwa chochote na hii ni bora kwako talib ilmu kuliko kuzunguka kwa huyu na yule leo utazunguka kwa huyu leo utazunguka kwa yule mpaka mwisho watu watakuchukia ama ikiwa yeye mwenyewe amekuja akasema mimi nataka kutoa mchango wangu ni huu hapa hukumuomba fakhudhu watamawwalhu in shi'ta wa in shi'ta tasaddaq bihi chukua ni yako umepewa bure bila kuomba Allah amemjalia kuwa ni sababu la huitaki chukua itoe sadaqa mpe yule anayehitajia وأبرك الرزق وأنفعه وأطيبه ما كان من كسب اليد نرزق إلينا بركة زيدي إلينا منفعنا نزور زيدي نيلي أنباو نيتشوم لمتو وميكونو yake وهوني وصية ولينا ثماني اليوتوى أيوب السختياني رحمه الله تعالى الوصية التاسعة قال ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول يا معشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له وكان قد حببت إليه الصلاة katika jumla ya wasaya wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim ni kile kilichokuja kutoka kwa Jaafar asema alikuwa Thabit al-Bunani rahimahullah akitoka akija msikitini sisi vijana tumekaa msikitini akituambia ya ma'ashara ash-shabab enyi vijana au ya ma'ashira ash-shabab يا معاشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له يشير رحمه الله تعالى إلى أن بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم في المسجد بالأحاديث الجانبية هابا أي شريك وغالبيانا جزاهم الله خيرا kukutana miskitini
wakakusanyana, ingawa ile fursa ya kutana na rafiki zao katika misikiti wakaitumia katika kuzungumza mazungumzo ambayo si ya sawa, ama wakawa wataingia na kuvama katika mazungumzo mpaka wakawa ni faudha katika misikiti. ويكون إلى جوارهم من جاء المسجد ليعبد الله, na huenda karibu na wao kuna watu ambao wamekuja msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. ويطمئن في صلاته ويخشع, mekuja msikitini ataka kuswali kwa utulivu, apate khushu' na utulivu msikitini. Fayahuluna bainahu wa baina salatihi, wale vijana wakawa wataingia baina yule mtu na sala yake kwa yale mazungumzo yao ya sauti za juu, ikawa itasababisha yule anayekuja kufanya ibada akawa hana utulivu katika ibada zake. Na hili lipo hata katika swala za faradhi. Utakuta baadhi ya misikiti kuna watoto wana fujo sana, fujo sana. Na hii pia lawama yarudi kwa baadhi ya wazazi wanaochukua watoto wao misikitini, kisha wasiwe watakuwa wale watoto wako chini ya jicho lao. Mtoto akakutana na mtoto mwenzake na mtoto mwingine, watatu, 10, 20, fala tasal anil fawda, siulizie ile balaa na fujo itakayotokea baada ya hapo. Fujo sana. Ni jambo muhimu sana kuzingatiwa kuwa misikitini kuna watu ambao huja kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa hao watakuwa baina ya mtu na ile khushu' yake na sala yake. فلا هم اشتغلوا في المسجد بالعبادة والذكر لله عز وجل، ولا هم تركوا من جاء ليعبد الله في المسجد أن يشتغل بالعبادة ويقبل عليه. لا wao hawakujishughulisha katika msikiti kufanya ibada na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawakumwacha yule anayekuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika msikiti awe atajishughulisha na ibada yake na kuelekea katika ibada yake. Walihadha famimma yahtaju an yatanabbaha lahu ash-shab mura'atu hurmati al-masjid, kile ambacho atakikana kijana awe atatanabahi nacho sana ni kuzingatia heshima ya msikiti. Muhimu sana mtu azingatie heshima ya msikiti. Mura'atu hurmati makanati ahli al-masjid, kadhalika kuzingatia heshima na cheo cha wale ambao huja katika misikiti. Ni alla yushghilahum bi umurin janibiyatin 'an al-ibadati wa at-tuma'nina wal khushu' fi as-salah, isije akawa atawashughulisha kwa mambo mengine yasiyokuwa ibada, akawashughulisha kutokamana na kupata utulivu na khushu' katika swala zao. ناهيك عما استجد في هذا الزمان من وسائل الاتصال التي يحملها الشاب في جيبه. zama hizi kuna mengine makubwa zaidi. Utakuta kijana amebeba simu mfukoni mwake, farubama ashghala an-nas fi salatihim biranini hatifihi au biraddihi ala al-hatifi au nahwi dhalik. Anapoingia msikitini ukamwona awashughulisha watu na ile simu kulia na mlio wake. Vijana huweka milio ya ajabu ajabu, pengine ni msikilizaji wimbo wal-iyadhu billah, ana nyimbo ameziweka pale, ikilia ile simu msikiti mzima ushughulishwa na nyimbo kama ile. Au simu ikalia, na kuna baadhi ya watu wako namna hiyo, ukamwona ameshika ile simu yake, si wakati wa swala, simu imelia, lakini ile sauti anaojibizana na yule anayezungumza naye kwenye simu ni ya juu sana, mpaka kuwaudhi wale wanaofanya ibada ndani ya msikiti. Mtu atakana achunge hili, asiwe ni sababu ya kuwaudhi Waislamu.
مما يحدث للناس تشويشا في صلاتهم وعدم الراحة والطمأنينة. haya mambo yote huleta tashwishi kwa watu katika swala zao na kutokuwa na utulivu na raha katika ibada zao. Mtu achunge sana, ama ameweka tuani fulani, kila message ikiingia yalia ile simu, mpaka awashawishi wale wanaoingia katika ibada zao za swala. Na hili ni kosa kubwa. Kiingia msikitini, ya imma uzime simu yako, ya imma iweke katika samit. Isipige fujo kwa wale wenye kuswali katika misikiti na kufanya ibada zao. Na huu ni wasia katika wasia salaf, watoa kwa vijana. Na hili la wagusa watu wote, ingawa zaidi vijana ndio mambo haya wanayo. قال الوصية العاشرة: ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال: لقيني ميمون بن مهران فقلت: حياك الله. فقال: هذه تحية الشباب، قل بالسلام أي سلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mwenye kuanza na mazungumzo kabla ya kutoa salamu basi msimjibu. Na hadithi sahahu Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi fi sahih. Muhammad ibn Sawq asema, alinikuta Maimun ibn Mihran mimi nikiwa ni kijana, nikamwambia hayyaka Allah. Moja kwa moja akaanza na hayyaka Allah, hakuanza na asalamu alaykum. Faqala: hadhihi tahiyatu shabab, ndio salamu zenu vijana hizo. Qul bisalam, yani toa salamu, assalamu alaykum. وقوله رحمه الله: هذه تحية الشباب، أي أن بعض الشباب تستطيب نفوسهم نوعا من التحية. Utapata baadhi ya vijana kuna aina fulani za salamu za wafurahisha nafsi zao zaidi. ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملائه. Na aona kuwa masha Allah, hii ndiyo salamu mzuri kabisa akikutana na ndugu zake na wenzake. فيترك السلام ويهجره. tamona aiwacha ile salamu assalamu alaykum, akaiwacha na kuigura. ويبدأ ببعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها. anza na zile salamu ambazo amezipendelea zaidi na kumili katika salamu kama hizo. Farubbama iqtasara alayha wa taraka as-salam, wakati mwingine atosheka hivi akawacha salamu. Warubbama ata bis-salami ba'daha, na wakati mwingine mwanzo yuanza na hiyo kisha ndio toa salamu. Na huku kwetu si vijana, kuna wazee wengine watu wazima, ukamwambia assalamu alaykum, marhaba, yeye atakaambia shikamoo mara sijui shikamoo nini, shikamoo salamu za kitumwa wanavyosema wenyewe. Shikamoo ni kushike miguu yako huko chini. Marhaba haina haja bwana, marhaba sio marhabani, marhaba. Lakini kuna salamu tumefundishwa, assalamu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni salamu tumefundishwa. Kwa watu washikamane na hizi salamu watufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ndani yake kuna ajira na thawabu. Na huku kwetu vipi hapo? Mambo hapo mpaka watu wa tablighi wengine. Kuna mmoja nilikuwa nimesimama na bwana mmoja pale, sijui yamjua, akaja. Sasa yeye nafikiri yule bwana nimesimama naye kitambo hiyo, alikuwa nafikiri yomfanyia da'wa, nafikiri ataka kutoka naye, siwajui. Akaja pale, badala ya kutoa salamu, mtu mzima tena, mimi akaniruka mwanzo. Sasa si tablighi sio. Na yule mwingine alikuwa si tablighi, sijui tablighi ama
alhasil ni mtu nakumbuka hivi barabarani muislamu sema mambo fikra watu wa fikra fanza fikra mambo fikra ni kama vipi hali yako yani ufanya fikra fikra ndo nini sasa unakujua fikra zangu vituko tu bado sakaja akamsalimia yule kaondoka sema assalamu alaykum ya jahil Allah yahdiki ya akhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum ala alaqal na huku kwetu mambo vipi bwana mambo vipi bwana poa poa ndio mtu salamu kabisa na maana yani au acha kwani usema assalamu alaykum vipi mambo yako kila kitu salama alhamdulillah sasa hiyo mambo poa ije baadaye kama maana yake ni sahihi ije baadaye baada ya salamu kinsu kuanza tu watu waanza kukutana tu hawa jamaa huku kwetu sehemu za huko kwetu huko inaje kutaja umeona mwana mwenzake wesh kulli shi fresh ndio kiarabu hicho ati wesh kulli shi fresh yani Allah musta'an ujiona basi hapo amezungumza kiarabu kizuri kabisa kulli shi fresh kila kitu fresh tu mambo mazuri kabisa salamu la haya yote ni katika mambo mamkuzi ya vijana ambayo watakikana wabadiliki watoe salamu na mara nyingi ila wagusa vijana kwa sababu ndio wana salamu za kila mwaka yatoka mpya kila miaka ikienda yatoka salamu mpya yani wewe wakati wewe ukiwa uko na vijana wenzako kule zama hizo salamu zilikuwa tofauti sasa hivi salamu zimebadilika na kama hauko uko mitaani wewe onekana wewe shamba au bwana ajui bwana siku hizi watu wamkuwa na hivi bwana ndio kuendelea kuonekana kino sawa tushikamana nini na salamu الوصية 11 ومن جملة وصايا السلف رحمهم الله للشباب أيضا ما جاء عن أبي المليح قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله يا معشر الشيوخ حتى متى فأوصى رحمه الله تعالى باستغلال قوة الشباب ونشاطه في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه ميمون بن مهران rahimahullah aliwahusia vijana kuutumia ujana wao na nguvu na nashati waliokuwa nayo ya ujana katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijafikia wakati ikiwa watapewa umri watakuwa madhaifu kufanya ibada watadhoofika sana kila mtu akiwa mtu mzima wa nu'ammirhu tunakisuhu fil khalq kuna watu ambao hawakufanya ibada kisawasawa katika ujana wao watamani kuwa waweza kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala na baba lao hawawezi tena pengine Allah amemruzuku tauba amerudi nyuma aswali lakini aswali juu ya kiti hawezi tena kusimama atamani leo Allah ametupa nguvu ya ujana na nashati tuusiwa tutumie nashati yetu hii na nguvu zetu Allah alizotupa katika kukithirisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fanya kila jambo ambalo linakukaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa hivi waweza kufunga kithirisha somo za nafila funga Jumatatu Alhamisi ayyamul bidh funga ashhurul hurum siku nyingi katika ashhurul hurum kitokea sunna yoyote ambayo ina fadhila ndani yake funga itafikia wakati hata ile funga ya faradhi itakuja kukushinda wacha hizi za nafila lakini bora ikifikia wakati huo uwe Allah akuandikia ajr
kwa sababu wakati ulipokuwa na nguvu zako ulikuwa ukifanya zile ibada, kilichokuzuia ni yale maradhi na ule utu uzima uliofikia. Ukifanya zile ibada, kilichokuzuia. ثم قال يا معشر الشيوخ حتى متى، يعني حتى متى تنتظرون ولا تستغلون حياتكم في طاعة الله عز وجل. shakuwa mtu mzima mpaka lini? Na tuondoka sisi. Tumia wakati wako katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia wakati wako na uhai wako kabla haijafikia utaondoka katika hii dunia. استغل الوقت. Tumkuta mtu mzima bado tu yeye anatamaa kuwa ataishi zaidi, ameshazeeka, lakini bado tu yeye anatamaa kuwa mimi bado nataka kujenga, nataka kufanya hivi, nataka kufanya vile. Apanga tu yeye, akipangua na umri tayari ushapita. Huu ni wasia pia akautoa kwa watu wazima, ila mata, mpaka dini tosha. Regeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namfanya ibada. Huu ni katika wasia miongoni mwa wasia wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Naktafi bihadha alqadr insha Allah ta'ala. Tutajaribu katika darasa itakayokuja tumalize kilichobakia katika hii risala biidhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.